Ndugu yangu katika imani, qad ya'ti sa'il wa yas'alaka as-su'ala, anaweza kukuijia muulizaji hivi sasa na akakuuliza swali. Je, 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan na 10 la kwanza la mwezi mtukufu wa Dhulhijja, ayyuhuma afdal, ni lipi katika masiku haya ni bora zaidi kuliko masiku mengine? Na hii ndugu yangu katika imani, tunakuja kuona mashaikh wanapokuwa wanakaribia kufika katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, wanakuwa wanazungumza sana mabora yanayopatikana katika lile 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini pia mashaikh inapokuwa inakaribia kufika 10 la kwanza la mwezi mtukufu wa Dhulhijja, wanakuwa wakizungumzia sana 10 hili la kwanza la mwezi mtukufu wa Dhulhijja kwamba ndio bora kuliko masiku mengine yote duniani. Sasa mtu unaweza ukachanganyikiwa, ni 10 gani ni bora kuliko 10 jingine? Faljawabu lihadha suala, basi jawabu la swali hili sahalun jidda, ni jawabu ambalo ni jepesi sana ndugu yangu katika imani. Jawabu la swali hili amelijibu al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah rahmatal abrar, Allah amrehemu imamu wetu. Anasema al-Imam huyu, al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, afdalu min jihati llaili, lenyewe lile ni bora lakini katika nyakati zake za usiku, liwujudu lailatul qadri fihi, kwa kule kupatikana lailatul qadri ndani ya siku 10 zile. Lakini anasema wa ashrul awaili min dhilhijja afdalu min jihati nahari, na 10 la kwanza hili la mwezi mtukufu wa Dhulhijja na lenyewe ni bora, lakini ubora wake unapatikana wapi? Katika nyakati hizi za mchana. Kwa nini? Anasema liwujudi yaumu Arafa, kwa kule kupatikana siku ya Arafa katika masiku haya 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, wa yaumun nahri, na kupatikana kwa siku ya an-nahri, siku ya kuchinja. Wa huma afdalu ayyamu dunya, na siku hizo mbili ndio siku bora zaidi katika masiku ya hapa duniani. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, ukitaka kufahamu utofauti uliopo katika ubora wa masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, masiku 10 ya mwisho, na ubora unaopatikana katika masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja ya kwanza, ubora wake na utofauti wake ni kwamba siku zile 10 za mwezi mtukufu wa Ramadhan ubora wake unapatikana katika nyakati za usiku, na siku 10 za mwezi mtukufu wa Dhulhijja, siku 10 za kwanza, ubora wake unapatikana katika nyakati za mchana. Kwa hiyo tukimbilie katika kufanya matendo ya kheri. Hivi sasa tunakaribia kuingia katika 10 hilo la kwanza la mwezi mtukufu wa Dhulhijja, tukimbilie kufanya matendo ya kheri ili tuwe ni miongoni mwa watu ambao watakaopata radhi za Allah tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.